Jeshi la Urusi limefanya mashambulizi makubwa kwa makombora na drones kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 13 na kujeruhi wengine 18. Mashambulizi hayo yamekuja sambamba na awamu ya pili ya mpango mkubwa wa kubadilishana wafungwa, ambapo zaidi ya askari 600 wa pande zote waliachiliwa huru. Kwa mujibu wa maafisa wa mikoa ya Ukraine, watu 4 waliuawa katika mkoa wa Donetsk, 5 katika mkoa wa Kherson na Odessa, na 4 katika mkoa wa Kharkiv ndani ya saa 24 zilizopita. Mamlaka zinasema Ukraine ilikumbwa na shambulizi la makombora 14 ya ballistic na drones 250, huku Kiev ikiwa lengo kuu. Jeshi la anga la Ukraine lilidai kuzuia makombora 6 na drones 245, ingawa mabaki ya milipuko yalifikia mikoa ya Dnipro, Donetsk, Odessa, Zaporizhia na Kharkiv. Meya wa Kiev, Vitali Klitschko, alisema mashambulizi hayo yalisababisha moto mkubwa na uharibifu wa majengo ya makazi. Mlolongo wa milipuko ulisikika kote jijini humo, huku anga ya usiku ikimulikwa na milipuko ya moto. Mbunge wa Ukraine, Kira Rudik, alisema alikesha usiku kucha akiwa amejificha chini ya ngazi, akielezea hali hiyo kama ya kutisha na kama mwisho wa dunia. Katika taarifa yake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa mashambulizi hayo yalilenga kiwanda cha uzalishaji wa drones na makombora cha kijeshi pamoja na kituo cha ufuatiliaji wa rada na mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani aina ya Patriot. Taarifa hiyo ilieleza kuwa malengo yote yalifikiwa. Ripoti za vyombo vya habari zinasema shambulizi hili lililenga kiwanda cha drones cha Antonov upande wa magharibi wa mji wa Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, alisema kuwa mifumo ya ulinzi ya Ukraine ilikuwa ikifanya kazi mfululizo usiku kucha kukabiliana na mashambulizi hayo. Alikosoa Urusi kwa kutotuma hati ya amani baada ya mkutano wa Istanbul wiki iliyopita. Wiki imepita tangu mkutano wa Istanbul na Urusi bado haijatuma waraka wa amani. Badala yake wanatuma makombora na drones za mauti kwa raia, alisema. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilidai kuwa drones 94 za Ukraine zilidunguliwa katika anga ya Urusi, hasa kwenye mikoa ya Belgorod na Bryansk, huku zingine zikidunguliwa Kursk, Lipetsk, Voronezh na Tula. Gavana wa Tula, Dmitry Milyaev, aliripoti kuwa watu 3 walijeruhiwa, wakiwemo 2 waliolazwa hospitali. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, mtu mmoja aliuawa na 20 kujeruhiwa wiki hii kutokana na mashambulizi ya drones ya Ukraine, huku watoto 4 wakiwa miongoni mwa majeruhi baada ya Ligov, mkoa wa Kursk, kulengwa na kombora la HIMARS kutoka Marekani. Jumamosi, zaidi ya askari 600 wa Urusi na Ukraine waliachiliwa kwa pamoja kama sehemu ya awamu ya pili ya mpango wa kubadilishana wafungwa wa kivita. Awamu ya kwanza iliyofanyika Ijumaa ilihusisha karibu wafungwa 800. Picha na video zilizorushwa na kituo cha kuratibu matibabu ya mateka wa vita cha Ukraine zilionyesha askari waliokombolewa wakiwa na vichwa vilivyonyolewa, wakiwa wamevaa bendera za Ukraine, wakikumbatiana na kuzungumza na familia zao kwa simu. Makubaliano ya kubadilishana wafungwa 1000 kwa kila upande ndiyo mafanikio pekee yaliyotokana na mkutano wa Kiev na Moscow huko Istanbul, mkutano wa kwanza wa moja kwa moja tangu uvamizi wa Urusi Februari mwaka 2022. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.